Kamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Meja Jenerali Mohammad Pakpor, ametoa onyo kali akisema kwamba uchokozi wowote ambao utashuhudiwa ndani ya Iran na ikiwa Iran itashambuliwa basi Jahannam itashuhudiwa kwa hao watakaoichokoza Iran. Amesema Iran iko tayari kutoa jibu kali kwa uchokozi wowote endapo utafanywa dhidi yake katika siku zijazo, na ameyasema hayo mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, ambaye ametoa tahadhari kuwa Iran itaachia moto wa kuzimu dhidi ya maadui. Vitisho hivi vimekuwa vikitolewa mara kwa mara na viongozi wa kisiasa pamoja na kijeshi nchini Iran. Lakini hii inamaanisha nini? Katika siku za hivi karibuni, ujasusi nchini Iran uligundua kwamba kuna mipango ya Israel kuanzisha mashambulizi kwa mara nyingine tena katika eneo la nchi hiyo ya Kiajemi, ambapo sasa viongozi pamoja na jeshi wamekuwa wakijiandaa na kuandaa raia kwamba wakati wowote inaweza ikatokea vita kama ile iliyotokea vita vya siku 12 kati ya Iran na Israel. Meja Jenerali Mohammad Pakpor ameeleza hayo siku ya jana Jumanne alipokutana na kuzungumza huko Tehran na Qasim Al-Araj, mshauri wa usalama wa taifa wa Iraq. Kamanda mkuu wa jeshi la IRGC ameashiria uvamizi wa siku 12 uliofanywa na Israel na Marekani dhidi ya Iran mwezi Juni mwaka huu na kutahadharisha kuwa maadui wanataka kudhoofisha umoja wa nchi za kikanda. Utawala wa Israel ulitaka kuvuruga mshikamano wa kitaifa wa Iran kupitia kuwaua makamanda na kufanya hujuma, lakini kwa hekima ya kiongozi muadham na umakini wa wananchi, njama hiyo ilisambaratishwa, amesema Kamanda Pakpor. Kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC pia ameongeza kuwa, na hapa namnukuu, adui alidhani kuwa uwezo wetu wa makombora umepungua katika siku za mwanzo za vita, lakini tulichukua hatua kwa nguvu na kwa usahihi na kutekeleza kwa usahihi shabaha tulizokusudia. Aidha, amepongeza juhudi za Iraq za kuyadhibiti makundi yaliyo dhidi ya Iran wakati wa vita vya siku 12 na kutaka kutekelezwa kikamilifu makubaliano ya usalama ya pande mbili na kuanzishwa kamati ya nyanja ya kufuatilia maeneo ya mipakani. Kadhalika, Iraq imesema na imeweka wazi kwamba haitakuwa tayari kuruhusu mipango ya kutumiwa kwa ardhi yake ama anga lake kupitishwa makombora ama kutoka katika mataifa kama Israel ama mataifa mengine ikiwa ni pamoja na Marekani. Zaidi ya hayo, ni kiongozi mkuu muadham wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ambaye siku ya Jumatatu aliweka wazi kuambia ulimwengu kwamba nchi za magharibi ikiwa ni pamoja na Marekani zinadhani kwamba wameharibu mipango ya nyuklia nchini Iran pamoja na mifumo ya silaha ya taifa hilo, lakini wafahamu kwamba silaha na makombora yote yako salama na yamefanyiwa maboresho makubwa kupitia vijana waliopo katika taifa hilo la Kiajemi, na silaha hizo ziko tayari kwa ajili ya mapambano zaidi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho kinaelezwa na viongozi wa kijeshi pamoja na wanasiasa nchini Iran kwamba wanajiandaa na kuandaa wananchi wao kisaikolojia, ambapo kupitia ujasusi wameshafahamu ya kwamba kuna uwezekano mkubwa wa Israel na Marekani kuanzisha mashambulizi, na mashambulizi haya yatatokana na namna ambavyo kumekuwa na diplomasia isiyoeleweka kati ya mataifa hayo. Na ikumbukwe, rais wa Marekani alitaka Iran kuendelea na mazungumzo ya nyuklia, huku kiongozi muadham wa serikali hiyo ya mapinduzi ya Kiislamu akisema kwamba hakuna nafasi tena ya kufanya mazungumzo na serikali ya Rais Donald Trump wa Marekani. Kadhalika, ukiachana na mpango huo, lakini Iran ambayo Marekani na Israel na mataifa magharibi yaliamua kuiwekea vikwazo, lakini pia kuingia vitani dhidi yake kutokana na suala la nyuklia, sasa Iran imesema itaendelea na mpango wake huo, huku ikipewa nguvu kutoka nchini Urusi. Urusi imesema itajenga baadhi ya vinu vya nyuklia ikiwemo kurekebisha kile cha Bushehr na vinu vingine nchini Iran. Kwa hivyo haya yote, kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo, wanasema huenda yakapelekea kuanza kwa vita vingine kati ya Iran na Israel ambayo inaungwa mkono na mataifa ya magharibi pamoja na Marekani. Endelea kutufuatilia, lakini
Usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua mengi yanayojiri katika ulimwengu.